Karibu katika chaneli yetu ya Suka TV. Leo tunazungumzia njia salama na za kudumu za kupunguza kitambi na uzito, tatizo linalowasumbua watu wengi duniani. Ikiwa ni kwa mara ya kwanza unatazama video hii au ikiwa bado hujasubscribe katika chaneli hii, ninakusihi kuungana nasi kwa kugusa maandishi yaliyoandikwa subscribe na hakikisha unagusa alama ya kengele ku turn on notification ili uwe wa kwanza kupata taarifa juu ya video na makala mpya zinapokuwa katika chaneli hii mapema na kwa wakati. Kitambi na uzito kupita kiasi si swala la muonekano pekee, bali pia ni hatari kwa afya. Tafiti zinaonyesha kuwa vinaongeza uwezekano wa kupata kisukari, shinikizo la damu na magonjwa ya moyo. Zifuatazo ni njia za kupunguza kitambi na uzito kupita kiasi. Njia ya kwanza ni lishe bora. Epuka vyakula vyenye sukari na mafuta mengi. Tumia mboga za majani, matunda na nafaka zisizokobolewa. Ongeza protini safi kama samaki, kuku na maharagwe. Kunywa maji ya kutosha kila siku. Njia ya pili ni mazoezi. Fanya mazoezi ya cardio kama kukimbia, kuogelea na kuruka kamba. Fanya mazoezi ya nguvu kama squats, push-ups na kunyanyua vyuma. Mazoezi haya huchoma mafuta haraka na kuimarisha mwili. Njia ya tatu ni kudhibiti msongo wa mawazo. Msongo huongeza homoni ya cortisol inayochangia mafuta tumboni. Fanya yoga, kutembea au mazoezi ya kupumua. Njia ya nne ni usingizi. Lala masaa 7 hadi 9 kila siku. Epuka simu na TV muda mfupi kabla ya kulala. Usingizi mzuri husaidia kudhibiti homoni za njaa. Njia ya tano ni tabia za kuepuka. Epuka vyakula vya haraka, yaani fast food na vile vilivyosindikwa. Epuka pombe na soda zenye sukari nyingi, lakini pia epuka kula usiku sana. Afya njema inahitaji nidhamu na mabadiliko ya maisha. Kupunguza kitambi na uzito si safari ya siku moja, bali ni mchakato wa muda mrefu. Kumbuka, hakuna aliye juu ya afya yake mwenyewe.